Wasaa wa kuangaza habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe na tuanze na habari za kitaifa. Na kwa dokezo tu ni kwamba shirikisho la soka Tanzania TFF limethibitisha kusogeza mbele kwa siku moja mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho FA kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Awali mchezo huo ulipangwa kuchezwa Jumamosi Juni 28 kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Sasa utachezwa Juni 29 Jumapili kwenye uwanja wa New Amani Complex kuanzia saa 2:15 usiku. Kiongozi wa ulinzi na usalama wa shirikisho la soka Afrika CAF nchini Tanzania, mhandisi Mustafa Himba, ameshangazwa na mchakato wa uchaguzi TFF unaotarajiwa kufanyika Agosti 16 jijini Tanga baada ya fomu ya uchaguzi kumtaka apate udhamini endorsement kwa wajumbe walau 5, lakini tangu amechukua fomu hadi leo amekataliwa kudhaminiwa na wajumbe hata mmoja. Akizungumza na waandishi wa habari, Himba amesema kukosa endorsement ndio kikwazo katika nia yake ya kuwania urais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, kwani mfumo huo wa uchaguzi unaonesha upendeleo kwa mgombea mmoja na kuwaengua wengine kwa kigezo cha endorsement, hivyo akisisitiza kudai haki yake mpaka ipatikane. Nimesema haiwezekani hata kidogo nikatoa 500,000 yangu mtu akaila. Nimehangaika kwa jitihada zote ambazo nimezifanya kwa uwezo wangu kupata at least hizo endorsement 5. Kila ninapopiga, kila ninapowafuata, kila ninapowaelezea wenye mamlaka ya kunipa endorsement wanasema endorsement zote zimeshatolewa. Mwenyekiti wa uchaguzi wa TFF amekuja kuulaghai umma na kutuambia kwamba tukachukue fomu aidha kwa kujua au kwa kutokujua kwamba endorsement zimeshachukuliwa. Kwa taarifa au kwa faida ya wengine kwamba endorsement zinatakiwa ni 47. Lakini kwa taarifa zilizopo endorsement 46 zote zimeshatolewa. Kwa maana kwamba tulichukua fomu tumeenda kutoa sadaka au tumeenda kulipa pesa ambayo haina return kwenye shirikisho la mpira Tanzania. Hapa kuna aidha ulaghai au wizi au nia ovu ambayo watu wameitengeneza kuchukua pesa za Watanzania ambao wana vipato aidha vikubwa au vidogo au vakati. Kwa maana hiyo, kama mwenyekiti wa uchaguzi alikuwa analijua hili au kwa kutokujua, asingeitisha au asingeutangazia umma kwamba tukachukue fomu. Maana yake anajua si tunaenda kuweka pesa ambayo haina muendelezo wowote. Kocha wa Dodoma Jiji Mek Maxime amejilaumu kwa kilichotokea baada ya mchezo wa muendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kushindwa kutamba katika uwanja wake wa nyumbani baada ya kukubali kipigo cha goli 2-1 kutoka kwa Singida Black Stars. Zaidi na Leonard Mwacha kutoka mkoani Dodoma. Mchezo huo ambao ni wa mwisho kwa Dodoma Jiji kucheza nyumbani umekuwa sivyo bahati kwao, huku kocha wa Dodoma Jiji Mek Maxime akionyesha kujilaumu kushindwa kutumia vizuri nafasi walizotengeneza. Nafikiri mchezo ulikuwa wetu. Sema sisi wenyewe tu tumeshindwa kutumia nafasi ambazo tumezipata. Ina maana tungetumia nafasi tulizopata goli zingekuwa 5-2. Kwa hiyo nafikiri tujilaumu tu sisi wenyewe. Kwanza sisi tuna focus na ligi kwa sababu ndio mechi ya mwisho ambayo tunaiendea. Lazima tushinde mchezo wa mwisho ili tuangalie kama tutakuwa tumeshinda wenzetu wamepoteza, kama tutapata nafasi ya 3 inshallah itakuwa better zaidi. Lakini kwa maandalizi ya mchezo wa finali, nahisi walimu wana maandalizi mazuri kwa sababu kupitia michezo hii ni maandalizi tosha kwenda kucheza finali na timu ya Yanga. Afisa habari Singida Black Stars Hussein Masanza amekiri kupata changamoto na ugumu wa michezo kila wanapokutana na Dodoma Jiji, huku mwenyeji wake akiwahakikishia mashabiki kuwa timu hiyo haina msamiati wa kucheza playoff. Lakini haikuwa mechi rahisi na haijawahi kuwa mechi rahisi Singida ikicheza na Dodoma. Dodoma hata wawe na hali ngumu kiasi gani, wakicheza na Singida mechi inakuwa ngumu kwa sababu pengine labda kwa sababu inakuwa kama ni Central Zone Derby, wote tunatoka kanda ya kati. Napongeza sana nidhamu ya Dodoma Jiji, kipindi cha pili wamekuja wametupa tough game. Ni wahakikishie mashabiki wa soka
hakuna atakayecheza playoff msimu huu, especially Dodoma Jiji. Sisi kwetu hicho kitu hakipo. Tunapambana ili tuweze kusalia kwenye ligi kuu katika nafasi za kawaida na sio ya kucheza playoff. Nyavu za Dodoma Jiji zilitikiswa na Joseph Atibada na Jonathan Soa, huku Idi Kipagwile akipiga hodi katika hima ya Singida Black Stars na kuwafuta machozi wale mazabibu kwa goli moja. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Baraza la Michezo la Taifa BMT limewapongeza wanamichezo wa timu za taifa mbalimbali ambazo zimefanya vizuri katika mashindano ya ndani na ya kimataifa. Tupate taarifa zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na afisa habari na uhusiano wa Baraza la Michezo la Taifa BMT na Jaha Bakari wakati wa mahojiano maalum na Channel 10 Michezo, ambapo ametumia nafasi hiyo kuipongeza timu ya taifa ya wasichana ya cricket ambayo imetoa ubingwa wa mashindano ya kuibuka, sambamba na kumpongeza mchezaji wa golf ambaye amefanikiwa kutetea ubingwa wake nchini Zambia. Pongeze sana vijana wetu wa cricket ambao walialikwa tu kwenye mashindano ya kuibuka, lakini wamekuwa wao ni mabingwa. Kwa kweli hili linaleta faraja sana, na wengi tunatamani wafanye hivi. Lakini kwenye golf wanawake, na yenyewe Madina ameweza kulitetea taji lake kwa miaka 2 mfululizo, mwaka jana na mwaka huu tena, ambao kwenye mashindano ya wazi ya golf Zambia. Katika hatua nyingine, na Jaha Bakari amewataka wadau mbalimbali kujitokeza kuchukua fomu za kugombea nafasi kuelekea uchaguzi wa riadha na chama cha waamuzi wa masumbwi, huku akiwaasa wapiga kura kuchagua viongozi bora. Uchaguzi huu na kuna uchaguzi mwingine wa riadha ambao umetangazwa, pamoja na kwamba wana kamati yao, lakini bado tuwasisitize wanachama wafanye maamuzi sahihi kwenye chaguzi unapofika. Kwa sababu lengo letu sisi ni kuwa na viongozi ambao walio bora, na sio bora tu viongozi ambao wanaweza kusimamia vyama hivi vya michezo na vikaweza kuleta maendeleo yale ambayo yanatakiwa na nchi, lakini na rais wetu kama ambavyo amewekeza vilivyo kwenye michezo, basi na sisi tuwe sehemu ya kuleta yale ambayo anataka Mheshimiwa Rais na tukafika mbali zaidi kimaendeleo kwenye michezo nchini kwetu. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Wakati wanariadha wa Tanzania na wa kigeni wakiendelea kujiandikisha kuelekea msimu wa 6 wa mbio za kimataifa za NBC Dodoma Marathon, waandaaji wa mbio hizo wameeleza kujivunia mafanikio yake katika nyanja kukuza mchezo huo kwa vijana na wanariadha wa kimataifa kujiandaa na mashindano mbalimbali ya kidunia. Hayo yameelezwa na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi mbio za Dodoma, Tatiana Masimba, wakati wa mkutano na waandishi wa habari wa kuingia makubaliano na wadau wa mbio hizo. Sisi tunachachua riadha, ajira ya riadha kwenye nchi, kwa moja kutoa opportunity ya wao kujifua kwa ajili ya maandalizi ya other international marathons ambazo wanaenda kushiriki, lakini pia wanatumia NBC Dodoma Marathon hata kupata qualification, kwa sababu kule kwenda international marathon nyingine unahitaji qualification fulani, labda unatakiwa umefika pace fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanatumia NBC Dodoma Marathon kwa ajili ya kujifua na kujiandaa na kupata pia qualifications za wao kushiriki katika big international marathon. Jitihada ya kutoa exposure kwa elite runner kwa kushirikiana kabisa na Sanlam. Mwaka jana tulipeleka elite runners 2 kwenye Sanlam Cape Town Marathon. Tumia platform mbalimbali ikiwemo nyinyi waandishi wa habari kama tunavyoongea hivi, tusaidie kuelimisha Watanzania umuhimu wa kukata bima. Kama ambao tumesema kuna bima ambayo unachangia shilingi 100 tu. Mtu yote Mtanzania yote wakipata chochote anaweza kuafford. Huwa mara nyingi Watanzania umuhimu wa bima unaiona pale janga linapokutokea, lakini kabla janga hajakutokea hatuoni umuhimu wa bima.
Fainali za mashindano ya kugombea kombe la diwani wa kata ya Kindai katika halmashauri ya manispaa ya Singida, Omari Salum Kinyeto alianzisha kutimua vumbi katika viwanja vya michezo vya shule ya msingi Kindai wiki iliyopita. Yanatarajiwa kufanyika Juni 20 mwaka huu, ambapo jumla ya timu 8 zilijitokeza kushiriki kombe hilo. Tupate taarifa zaidi. Katibu wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM kata ya Kindai, Saidi Abdalla Takaza, akizungumza kwa niaba ya diwani huyo, akazitaja timu zilizoshiriki mashindano hayo. Zinazoshiriki ya kwanza Kilambida, ya pili Dodoma Road, ya tatu mtaa wa Munangi, ya pili mtaa wa ya Kindai, ya 4 mtaa wa Bohari, ya 5 mtaa wa Singida Munangi, ya 6 ya 6 Mahembe na ya 7 Kibaoni. Waalikwa ni maveterani. Tumetoka kutazama mchezo wa Kilambida na Kindai, ambaye Kilambida kaibuka mshindi wa goli 5. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wa timu zilizoshiriki mashindano hayo wakatoa ushauri kwa waandaji wa mashindano yayo. Hii ligi inaweza kusaidia vijana kuepukana na mambo mengi, kwenda kwenye sehemu zingine ambazo hazihusiki, na watu wengi tu wa mtaani wanakuja kupoteza muda wao hapa kuliko kwenda sehemu zingine ambazo hazihusiani. Ila uwanja tu ndo changamoto. Ningemwomba tutengezee uwanja, ligi iendelee vizuri. Mashindano aloanzisha Mheshimiwa Diwani Omari Kinyeto, mzee wetu, mlezi wetu, kwanza tunampongeza. Mashindano yanaleta hamasa, yanaleta ushindani, yanaleta pia watu wanaweza kupatikana hapa wakaenda kwingine, watu wanaweza kusajiliwa. Maana kama michezo ni hamasa katika mtaa, katika mikoa, katika miji. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana mheshimiwa kuanzisha mashindano haya, na pia cha kuongeza sana labda yawe yanaratibiwa kabisa. Kwa mwomba mheshimiwa kama kunawezekana tafuta marefa angalau wanaochezesha ligi ya mkoa, ligi ya wilaya, wawe kama marefa 3, inakuwa inapendeza. Hiyo ni ombi lakini au pendekezo kwangu. Hayo ndio mapungufu. Lakini katika mchezo uliozikutanisha timu za mtaa wa Kilambida na Mahembe, timu ya mtaa wa Kilambida iliibuka na ushindi wa magoli 3 bila majibu. Nikiripoti kutoka mkoani Singida, ni maana mchezo wako kiungo mstaarabu, Jumbe Ismail wa Channel 10. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Singida inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza kunani kwa upande wa kimataifa. Karibu katika medani za kimataifa. Mashindano ya kombe la dunia la vilabu la FIFA yaliendelea kwa msisimko mkubwa hapo jana Jumatano na usiku wa kuamkia leo, huku mechi kadhaa zikichezwa katika viwanja mbalimbali nchini Marekani. Miamba ya soka kutoka Italia, klabu ya Juventus, walionyesha ubabe wao kwa kuichakaza klabu kutoka Falme za Kiarabu, klabu ya Al Ain mabao 5-0, ambapo wachezaji Kolo Muain na Francisco Conceição kila mmoja alifunga mara 2, huku Kenan Yildiz akikamilisha ushindi huo mnono na kwa ushindi wa muhimu kwa kocha Igor Tudor. Katika mchezo mwingine, Red Bull Salzburg kutoka Austria ilishinda klabu ya Pachuca kutoka Mexico goli 2-1. Mchezo mwingine wa kundi H, mabingwa mara nyingi wa Ulaya Real Madrid walazimishwa sare ya bao 1-1 na Al Hilal ya Saudi Arabia, huku Manchester City wakishinda bao 2-0 dhidi ya Wydad Casablanca. Mechi nyingine 2 inachezwa hii leo, ambapo hivi sasa Palmeiras ya huko nchini Brazil inachuana na Al Ahly kutoka Misri, huku Inter Miami kutoka Marekani itakutana na FC Porto saa 4 kamili usiku. Ni hayo tu katika medani za kimataifa. Mimi ni Winga Teleza Witness Ngalawa. Na sasa tuangaze kwa upande wa habari za burudani, ambapo wadau wa sanaa ya mitindo nchini wameishukuru serikali
kwa mchango wake mkubwa katika sekta hiyo kupitia uwepo wa taasisi mbalimbali za kiserikali ambazo zimekuwa chachu ya maendeleo kwa wanamitindo nchini, kama vile mfuko wa utamaduni na sanaa ambao umekuwa ukitoa mikopo mbalimbali kwa wanasanaa. Shukrani hizo zimetolewa na mkurugenzi wa Black Fox Model Africa Atu John wakati wa mahojiano na Channel 10 michezo na burudani, ambapo amesema kuwa serikali imekuwa chachu ya sekta hiyo kufanya vizuri, jambo ambalo limepelekea ongezeko kwa fursa kwa wanamitindo. Kwa kweli ningependa kusema shukrani pia kwa serikali, kwa sababu saa hizi nimeona muonekano mkubwa sana wa serikali kwenye mambo ya wanamitindo, na tumeona kumekuwa kuna mikutano miwili mitatu ambayo wameonyesha kabisa kuna mfuko ambao unaweza ukasaidia wanamitindo ama watu wa kwenye hii sekta ya sanaa. Kwa kweli mimi nashukuru kwa hilo, lakini hapo sasa inabidi ndo upande wa pili na sisi wenyewe tunajaribu kuwa train hawa vijana kujua jinsi ya kutumia hizi fursa zao, na jinsi ya make kuna upande mmoja ambao mimi naona bado hatujawekeza vizuri, ni kujaribu kuwafundisha hawa vijana wachukue hizi fursa, na nadhani serikali imejitahidi sana, fursa zipo, na nikikupitia hata wizara naona wamejitahidi sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo vijana wanaweza kutumia fursa hizo kama wanamitindo ama watu wana sanaa. Kwa Tanzania sasa hizi fursa zimeanza kuongezeka nyingi. Tumeanza kuona kama sisi kama Black Fox tunafanya kazi na makampuni mengi ya nje na ya ndani, na siku hizi uzuri wanakuwa wanatumia hata matangazo, wanatumia wanamitindo hapa Tanzania. Na mtazamaji, na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha kwa siku huu habari za michezo na burudani. Mimi ni Esther Mtebe, nikurejeshe kwake mwenzangu kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa siku huu.